Tumepata baraka ya mamufti kutoka sehemu mbalimbali, ambapo moja katika watu wa mada atakuwa ni mmoja katika mamufti hao kwa niaba ya wengine katika wageni waliohudhuria insha Allah, ambayo mufti wa Burundi Sheikh Salum Nayabagabo, yeye atakuja kutuwasilishia bila shaka kwa niaba ya wageni wetu wote, atakuja kuzungumzia mada inayozungumzia umuhimu wa umoja na upendo katika kuleta maendeleo. Umoja na upendo katika kuleta maendeleo. Sheikh Salum, karibu, uwanja ni wako, na inshallah jamii ya Zanzibar inakusikiliza kupata manufaa kutoka kwenu. Tafadhali Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى سيد الخلق والأنام والهادي إلى صراط المستقيم، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم. Mheshimiwa mgeni rasmi, spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, waheshimiwa wote sawa, kila umoja na sifa zake, kwa kutaka nisije nikafanya makosa katika kutaja sifa za kila umoja, huenda labda nikakosea. Mabwana na mababa na mama ambao umehudhuria hadhara hii, nikubalieni kwanza nitoe salamu nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa niaba ya wageni watukufu kutoka nchi mbalimbali, hasatan viongozi wa dini wa mufti wa nchi tofauti na wengineo, tunayo furaha kubwa ya kuweza kupewa wito kama huu. Nadhani kila umoja miongoni mwetu baada ya kusikia wito huu, nikijianzia mimi mwenyewe, ni kwamba nilihisi furaha. Nilihisi furaha kubwa sana kuona wito huu wa kongamano hili kubwa la nchi za East Africa Community linaandaliwa bila kupoteza muda. Mada yenyewe ambayo tumeipewa ni kwamba tutazungumzia kuhusu umoja na upendo katika kujenga mataifa, jamii, familia, taasisi hadi kufika maendeleo. Watukufu wa Islam, waheshimiwa viongozi wa dini, viongozi wa taasisi tofauti tofauti, ni kwamba Waislamu tuna neema kubwa.
ambayo ni neema ya ulimwengu, ambayo sio neema ya Waislamu tu peke yao, bali ni neema ya umma, ni neema ya ulimwengu wa kila kiumbe, minyama, mimea, bahari, kila kitu, watukufu wa Islamu. Kwa hivyo ni sisi Waislamu huweza kudiriki hayo, huweza kutofautisha nyakati ambazo Allah subhanahu wa ta'ala katuruzuku. Watukufu wa Islamu, bila hayo yote hayawezekani mpaka umoja. Na ndio sababu watukufu wa Islamu, Saidina Umar radhiyallahu anhu alikataa, akasema la islama. Na mnajua kama Uislamu ni amani, min maani lislam, katika maana za kalimatul Islam ni kwamba ni amani, ni amani. Kwa hivyo Saidina Umar radhiyallahu anhu akakataa baadhi ya viongozi wa dini ambao ndio katika masahaba wakubwa, na nyie viongozi na sisi ni lazima tukatae, tuseme kwamba hakuna Uislamu bila nini? Bila umoja. Na ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyofika Madina alianza kujenga umoja wa Waislamu kwa Waislamu, na Waislamu na wale ambao sio kuwa Waislamu, kwa sababu hakuna usalama wa kabila fulani bila usalama wa kabila nyingine. Hakuna usalama wa taasisi fulani bila usalama wa taasisi zingine. Ni lazima watu wote waungane. Ndio hapa Saidina Umar radhiallahu anhu kazungumza, la islama illa bil jamaa, hakuna Uislamu mpaka pawepo umoja, watukufu wa Islamu, na hakuna familia mpaka pawepo umoja wa familia, na hakuna taasisi mpaka pawepo umoja wa taasisi, na hakuna usalama wa nchi tofauti mpaka pawepo umoja wa nchi tofauti, wa tarafa tofauti, ziwe kitu kimoja, ziungane. La islam, hakuna usalama, hakuna umoja. La islama illa bil jamaa, wala jamaa illa bil imara, na hakuna umoja bila kiongozi. Lazima viongozi wawepo. Waislamu tufundishe watu wetu na jamii zetu kuwa ni lazima uongozi, wala imara illa bitaa, na hakuna uongozi bila kutiiwa. Lazima viongozi watakapowaamrisheni jambo fulani ambalo ni la heri, sisi wote tuungane kwenda kutekeleza. Hapana kusikiliza jamani, hapana kusikiliza, ni kutekeleza, ni kuweka ndani ya vitendo, ni kutekeleza. Watukufu wa Islam, mpaka sahabiyul jalil Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akazungumza, ma ilamu annahu ma takrahuna fil jamaa khairu mimma tuhibbuna fil furqa, yale ambayo mnayachukia katika umoja, khairun, ni bora kuliko yale ambayo mnayoyapenda katika tofauti zenu. Tukufu wa Islamu, kuungana ni kitu kikubwa sana katika kujenga mataifa yetu, katika kujenga familia yetu, katika kujenga maendeleo. Juu maendeleo hayatokuja kwa mtu mmoja. Maendeleo yatakuja kwa kuungana, kwa kufanya umoja, kwa kuwa na upendo. Ndio tutajenga mataifa, jamii, familia, taasisi, hadi tufikie maendeleo, watukufu wa Islam. Bila kuchukua muda mrefu, ningeomba kwenye hadhara kama hii ya East Africa na wamufti wakiwepo, na hili niliwahi kulizungumza wakati nilifanya ziara ya mufti kwenye ofisi ya mufti wa Uganda. Ni lazima kama sisi viongozi wa dini katika East Africa, ikiwa mheshimiwa mgeni rasmi mtatukubalieni, ni ombi letu, naweza likafikia na wamufti wa nchi mbalimbali ambazo ziko katika East Africa,
pawepo taasisi ya viongozi wa dini wa hii East Africa, na pawepo katiba ya hiyo taasisi, pawepo na ofisi kuu ambayo inaweza kukaa Dar es Salaam, Zanzibar, Burundi, Uganda, RDC, Somalia, Kenya, popote pale. Pawepo mikutano ya kila mwaka ya kutukutanisha, ya kuangalia maendeleo ya hizi nchi, usalama wa hizi nchi. Halafu na vile vile taasisi hiyo isajiliwe katika East Africa, ijulikane kama ipo, kama inafanya kazi. Ni ombi la mdogo wenu Sheikh Naiba Salum, mufti wa Jamhuri ya Burundi. Niwaombeni, huenda labda Kiswahili chetu kinakuwa ni kidogo kinacheza cheza, huenda labda tukawa tumetumia lafzi zile ambazo la tunasibu maqamu mithla hadha. Kwa hivyo insha Allah taala, kwa niaba ya wageni wote ambao tumepata dawa hii, tunawashukuruni. Kuanzia kwa mgeni wetu rasmi, salamu zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Zanzibar. Salamu zetu kwa Mufti wa Zanzibar. Salamu zetu kwa viongozi wote wa Tanzania, nchi yetu ya Tanzania. Tunawashukuruni sana. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakushukuru Sheikh Salum, mufti wa Burundi, na bila shaka kazungumza maneno mazito sana yaliyokuwa na hikma ndani yake, na ujumbe aliokuja nao mwisho nao vile vile bila shaka umefika kwa wahusika. Sheikh Salum, tukutoe hofu, Wazanzibari wepesi sana wa kuwafahamu ndugu zao wa Afrika Mashariki wakiamua kuzungumza Kiswahili. Nafikiri mheshimiwa, sijakosea hivyo. Sisi tunajua kwamba wenzetu Afrika Mashariki wana lugha tofauti, lakini wanapoamua kuzungumza Kiswahili basi tunafurahi zaidi na tunafahamu mara moja. Tunatanguliza kufahamu kabla kukusikiliza. Kwa hivyo usiwe na hofu, tumekufahamu. Nadhani sote tumemfahamu jamani, au sio? Jazakumullah khair. Mungu akubariki Sheikh Salum na wageni wetu wote mliohudhuria hapa. Jamani, tuko Zanzibar, na kuna usemi Zanzibar wanasema Zanzibar ni njema atakaye na aje. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, naomba tuwape nafasi mamufti tulowaalika kuja kwetu, kila mmoja angalau dakika 2-3 aweze kutoa salamu. Kwa hivyo tunaanza na mufti wa Burundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mara ya pili napewa fursa ya kusimama mbele yenu, ni hadhi kubwa. Vile vile nichukue fursa hii kuwafikishieni salamu kutoka kwa ndugu zenu Waislamu wa Burundi na raia wote wa Burundi kwa jumla inshallah taala. Shukran jazila.